Ndugu wanahabari, nafikiri mmemsikia kwa ufasaha mkubwa kabisa mwanasheria mkuu wa chama alivyozungumza katika masala haya ya ufunguaji wa kesi, wakilishi, hatua zitakazofuata za ubunge na kesi ya bodi ya wadhamini ya chama kuhusu tafsiri ya mahakama kwenye suala la viti maalum. Baada ya hayo, kama upande wenu kuna lolote la kuweza kuuliza, basi ni fursa tuitumie hivi sasa. Na mwingine yupo, tupate nafasi ya kukusikilizeni. Ndugu Rashid, tukusikilize, ueleze na chombo unachokifanyia kazi, alafu pate nafasi ya kuuliza. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tutakuwa na swali mawili. Swali la kwanza, tayari hata mnadhimu alielezea chama cha ACT Wazalendo kwa namna gani mmekuwa na imani juu ya hizi kesi ambazo mmezipeleka mahakamani. Experience inaonyesha kwa nyuma mmekuwa mkifanya hivi, lakini hamna kile ambacho mlitarajia kupata kipata. Maneno ni hivi kwa wakati huu. Lakini swali la pili nilitaka kufahamu, mara kadhaa Rais wa Zanzibar amekuwa akiwakaribisha katika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, na ndio kusikia baadhi ya kauli kutoka kwa viongozi wenu akisema kwamba ikiwa mwizi amekuibia nyumbani kwako, amekimbia na pesa nyingine zikimwafuka, una haki ya kuzichukua, akitolea mfano wa viti 10 vile ambapo wawakilishi wenu walienda kuwapa baraza la wawakilishi. Je, sheria inakutakeni muunde serikali ya umoja wa kitaifa na nafasi zenu zimetangazwa nje? Kauli yenu ni ipi juu ya ushiriki wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa kupeleka majina ya hizi nafasi 4 za uwaziri katika baraza la mawaziri, baraza la mapinduzi? Asante. Jesse, mimi naitwa kutoka Mwananchi. Sikubali sana na nataka kujua hii ya muda kweli. Mwasikilizaji pale alizungumza jinsi ambavyo mnaamini kwamba mnaenda hao watu wajiandae walioko sasa hivi ambao wameapishwa kuwa wawakilishi. Lakini kwa jinsi ambavyo tuna ushahidi na kila kitu mnaenda kuondoka, ni kwa namna gani ambavyo mnaona inaenda kufanyika kwa wepesi na kwa haraka kabla haijaenda zaidi mbele kwa muda kuondoka kwenye status hiyo sasa hivi? Sawa. asante Jesse. Na mwingine, Birahma, naona mkono hapo. Asante. Wanahabari, tumemaliza, tumpe nafasi. Umefahamika vizuri. Ndugu Omar, njoo wajibu kwa ufasaha kabisa katika swala hili. Asante sana Rashid na Jesse. Nimesikiliza maswali yenu. Kimsingi maswali yenu ni swala la imani kwa mahakama na past experience, swala la GNU na swala la muda wa kesi. Nafikiri maswali hayo yana center hapo. Sasa nianze na ile imani ya mahakama. Na Rashid alipoliuliza ameliuliza in relation na experience ya huko nyuma. Mimi nieleze experience ya 2020 ambayo mimi nilishiriki moja kwa moja katika kuandaa mashauri haya. 2020 mashauri yetu hayakupewa nafasi, hayakwenda mbele. Hayakwenda mbele, na mimi nitaeleza haya very clear leo mjue nini kilichotokea. Sisi tulifaili mashauri mahakamani, na wakati kesi zile zipo mahakamani, nakumbuka iko kwa mrajis, na wakati ule alikuwa rafiki yangu Mohamed Shedi. Tulipowaita upande wa pili, na zilikuwa nyingi za ubunge, tulipowaita upande wa pili walikuja mwanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au wa Tanzania bara. Na mwanzo iliibuka hoja wakati tuko kwa mrajis, kabla hazijapangiwa majaji,
kwamba kesi zile zilikuwa ziko nje ya wakati, zimefailiwa nje ya wakati tuko kwa mrajis, na mimi nilikuwa nawakilisha hao wagombea wote kwenye kesi hizo. Upande wa respondent, kwa maana ya wadaiwa, hasa kwa maana mwanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu, akaieleza mahakama kwamba yeye kama mlalamikiwa au mwakilishi wa mlalamikiwa yuko comfortable kesi zile haziko nje ya wakati. Kwa hiyo akaiomba mahakama itoe amri upande wa pili wao wajibu mashauri yao. Tulipoondoka kwa amri ya mahakama kwamba upande wa pili wende wakajibu hati ile ya shauri la uchaguzi, ndo tulipoondokeana hapo. Siku yule mwanasheria, na leo sitomtaja jina lakini namjua kwa sababu ni mwenzangu, anakuja Zanzibar, kwa sababu ofisi ya mwanasheria mkuu wa Tanzania bara au Tanzania hapa haipo, au sio? Amekuja kutoka Dar es Salaam kuja kufaili majibu ya hati zetu za mashauri ya uchaguzi. Akakutana na taarifa kwamba mashauri yale yamefutwa bila ya taarifa yoyote. Sisi tulipeleka mashauri hatukuwa na taarifa, na yeye upande wa pili wa mashauri hawakuwa na taarifa. Ile wakili akanipigia simu akauza, wakili, umeondosha kesi zako? Nikamwambia sijaondosha, kwani mimi najua nakusubiri leo uje uniletee majibu yako. Akamwambia mbona nimeenda mahakamani nimeambiwa mashauri yamefutwa au yameondoshwa. Kilichotokea, mashauri yale yalifutwa kwa tulichokuja kusikia baadaye kwamba eti kwa sababu tulishaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, kwa hiyo hakuna haja tena ya kesi. Yaani mahakama ilichukua maamuzi yake wenyewe kwamba si washaingia kwenye serikali, kwa hiyo hakuna haja ya kesi. Na ni moja kati ya mambo ambayo viongozi wetu na marehemu Maalim Seif, Mungu amrahamu, mpaka nafariki, ni moja kati ya mambo tuliyalalamikia kwa mahakama. Kwa hiyo sisi tunakwenda mahakamani, hatuangalii personality. Sisi ni waumini wa katiba, tuna imani na tunaenda kwa sababu katiba inatamka kwamba mahakamani ndio sehemu tunayotakiwa kudai haki zetu. Kwa hiyo tunakwenda na tukiamini pia mahakama yenyewe kwenye jambo hili itakuwa imejifunza na makosa yaliyotokea kipindi cha nyuma. Siamini kwamba watarudia tena makosa haya ya kufuta kama ilivyofutwa awali. Kama kufutwa, tuende kwenye kesi tu argue, kama wakushinda tushinde, kama wakushindwa tushindwe, lakini on merit, kwa hoja tutakazojadiliana kwenye kesi hizi. Kwa hiyo tunakwenda tukiwa na imani hiyo. La pili, la muda wa kesi, naliunganisha hili la muda wa kesi. Kesi hizi kwa mujibu wa kanuni inataka mahakama izisikilize ndani ya miezi 12. Ndani ya miezi 12, kwa maana ya mwaka mmoja. Na kanuni imetoa nafasi kwa jaji anayesikiliza mashauri haya, kama akiona hajamaliza au hawezi kutoa hukumu yake ndani ya hiyo miezi 12, basi anaweza kujiongezea muda usiozidi miezi 6. So sisi tuko very much aware kwamba the maximum period tutakayokwenda nazo kesi hizi ni mwaka mmoja na nusu, wakati kipindi cha uongozi wa uwakilishi na ubunge ni miaka 5. Kwa hiyo sisi tumejiandaa. Ikiwa mahakama itasikiliza na kutoa amri mapema, sisi tuko tayari. Ikiwa mahakama itatumia kipindi, the maximum period provided by law, kipindi cha mwisho kikubwa kabisa kilichotolewa na sheria, basi haizidi mwaka mmoja na nusu kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo ndio maana nasema ndani ya miaka 1 na nusu mtu kuondoka si mbali, au sio? Si mbali. Ndio maana nikawapelekea salamu kwamba wasichukue mikopo, sababu hawajui mambo yatageuka vipi. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo hatuna shida na muda. Tunakwenda mahakamani tukiwa aware, lakini tukiamini kwamba kwa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya, legal justice reforms na nini, basi hakuna haja. Wataongozwa na spirit ya kuendesha mashauri haya kwa haraka zaidi. Na tumeona kuna mashauri hapa yanayofanana na uchaguzi, si yamefunguliwa ya Ahmad Masudi, si ndio? Yamechukua muda
mfupi tu, au sivyo? Mahakama imetoa uamuzi, si ndio? Kwa hiyo hatuna nani. Tumeona na naamini mahakama ya Zanzibar, kuu ya Zanzibar itachukua experience kutoka bara. Mnakumbuka nyinyi, tumefanya kesi za Mpina zile, tumepata uamuzi, kesi zilikuwa zinakwenda fast track, si ndio? Kwa hiyo naamini kwa sababu yana maslahi kwa umma, majaji watakaopewa kesi hizi wataelewa umuhimu wa kesi hizi na namna ya kuzidispose au kuzidetermine, kuziamua kadri muda unavyokwenda. Sasa swala la GNU lililoulizwa. Swala la GNU position, umeuliza position. Mimi niseme tu, fuatilizia ziara za mwenyekiti wetu. Ameeleza wazi wapi tunasimama sasa kwenye hili. Na nikimnukuu, amesema kuingia au kutokuingia ndani ya serikali kwa sasa si kipaumbele chetu. Nchi ilipopita kuna mambo makubwa zaidi nchi ilipopitishwa ya kuyajadili na kuyatafutia ufumbuzi. Kwa hiyo kuingia au kutokuingia kwenye GNU si kipaumbele chetu, na hiyo ndio position yetu. Asante. Kuna swali jingine? Hakuna naam. Umesema wewe ni muumini, chama chetu ni muumini wa kutekeleza sheria na kutii. Na kuingia kwenye serikali maana ni takwa la sheria na katiba. Hamuoni kwamba kufanya hivyo mnaenda kinyume na dini ya chama chetu? Kufanya vipi? Kuweka kipaumbele kwa sasa hivi kuingia katika GNU. Si kipaumbele. Mtakuwa tayari kupokea maamuzi yote ambayo mahakama yatatoa kupitia kesi ambazo zimewasilisha. Asante. Narudia tena kusema kwamba kuingia au kutokuingia sio kipaumbele chetu. Katika jambo ambalo katiba imekupa nafasi ya kulitenda ndani ya siku 90. Si ndio walivyosema? Au sio? Why ulipe kipaumbele kulifanya ndani ya wiki 2 au 3? Narudia, kuingia au kutokuingia si kipaumbele chetu. Na hiyo, speaking of katiba, yaliyofanyika yanavunja zaidi katiba kuliko sisi kuingia au kutokuingia. Uporaji wa uchaguzi uliofanyika ni uvunjaji mkubwa zaidi wa katiba kuliko swala la kuingia au kutokuingia GNU. Kuna jambo kubwa zaidi ya kupora matakwa na kauli za wapiga kura. Tunaelewana vizuri. Speaking of mahakama, narudia tena, hii tutaitafuta, na tumeona kwenye kanuni hizi zinasema kwamba kanuni hizi mpya za mashauri ya uchaguzi za mwaka 2025 zinasema kwamba kesi hizi zitasikilizwa na jaji mmoja, ikiwa hujaridhika utakwenda rufaa kwa majaji 3. Tofauti na kanuni za mwaka 2020. Kanuni za mwaka 2020 zinasema ukiwa hujaridhika unaenda rufaa mahakama ya rufaa. Na ili nitoe tu taarifa, sisi tuna mpango wa kwenda challenge kanuni hizi. Zinavunja katiba. Kusema mashauri ya uchaguzi ya Zanzibar yasiende mahakama ya rufaa ni kuficha aibu ya Zanzibar. Kwamba hatutaki, tunataka tuyamalize wenyewe kwa wenyewe. Na hii inavunja katiba. Na tunaenda kuichallenge parallel wakati haya mashauri yanakwenda, na tunafungua kesi ya kikatiba ya kuchallenge kanuni za uchaguzi zinazotoa kifungu kinachoeleza kwamba rufaa ya mashauri haya isiende. Huwezi kubadilisha mandate ya mahakama ya rufaa kwa kanuni wakati hujabadilisha sheria, wakati hujabadilisha katiba. Kwa hiyo hayo pia tunaenda. Hii legal battles si ndogo, tunaenda nayo. Maamuzi tutayapokea. Kupokea jambo moja, kuridhika jambo jingine. Kwani hata haya matokeo si tumeyapokea, si tunayo? Au sio? Lakini hatujaridhika. Si ndio tunaenda mahakamani? Hakupokea, tatizo nini? Sawa? Asante. Ndugu wanahabari, tunakushukuruni sana sana, na tunaamini wananchi watapata habari hizi kikamilifu kama ulivyo utaratibu wenu. Asanteni sana
muwe tayari tukikuteni mara nyingine na kufika. Asante.